Kwa nimekuja kuambieni watu wa Mugumu, Lissu amesema huko walikompeleka gerezani atawashughulikia. Amesema mahakamani yeye ni kazini kwake. Kwa hilo la kesi, nyie mwachieni yeye na sisi mawakili. Anachotaka vijana wa Mugumu na Tanzania nzima tuendeleze mapambano ya no reforms no election. Mwaka huu Chadema tumesema kama noma wacha ikawe noma. Bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi hautakuwepo. Wakaufanye na wake zao huko nyumbani kwao. Hiyo na sisi Chadema tumesema mwaka huu liwake jua, inyeshe mvua. Kama noma ikawe nini? Hatutaki kushiriki kwenye uchaguzi ambao eti wanaosimamia uchaguzi kuanzia ngazi ya kijiji ni kamtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, au wote ni waajiriwa wa mkurugenzi. Mkurugenzi mwenyewe anasimamia uchaguzi kwenye ngazi ya jimbo amechaguliwa na rais, na yeye ndio tunategemea akatangazie mbunge. Hivi kukiwepo na pambano la ngumi, baba yako anapigana na baba wa mtu mwingine, alafu wewe mbele falini, baba yako akigongwa ngumi ya kirefu, wewe leo unafanyaje? Si unaingilia? Sasa wangapi wanasema wanaunga mkono msimamo wa Chadema na wataupigania kwa tone la mwisho wa damu yao? Ndio mikono juu. Asanteni. Siasa ni uchumi wetu. Siasa ni elimu yetu. Siasa ni hospitali yetu ya kulea. Nchi hii imechezewa kwa muda mrefu sana. Mnisikilize kwa makini. Hii ni katiba ya nchi yetu. Hii hapa. Ukisoma ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka yake na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii. Nyie ndio mnatoa mamlaka yenu mnampa rais, mnatoa mamlaka yenu mnampa mbunge, mnatoa mamlaka yenu mnampa diwani, mnatoa mamlaka yenu mnampa mwenyekiti wa kijiji. B, lengo kuu la serikali na hayo wangu tunamontegerebuya. Lengo kuu la serikali, hiyo serikali mnayoiweka madarakani, lengo lake namba 1, yani lengo kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi. Sasa watu wa Serengeti, ardhi tunayo. Nikizungumza kuhusu ardhi, watu tunao. Nikizungumza kuhusu watu wako milioni 63. Nikizungumza kuhusu ardhi, ni ardhi na vyonsi vinobidi kwa ardhi. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu madini, tunazungumza kuhusu maji, tunazungumza kuhusu wanyama, tunazungumza kuhusu ilimi, yani yote. Nchi hii ni nchi ya kwanza duniani kwa kuwa na madini yanaitwa Tanzania. Hayapatikani nyingine kokote duniani isipokuwa Tanzania Mererani. Na nielewa vizuri watu wa Arusha, wa Mugumu. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzania. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote, wa pili duniani mlima Kilimanjaro. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Tanganyika. Ni nchi ambayo ina mbuga za wanyama kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua Ngorongoro, ukichukua Serengeti, ambayo ndio imepewa wilaya yenu jina la Serengeti. Ukichukua Ngorongoro, Serengeti, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha kwa pamoja na Mikumi, zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi. Ni nchi ambayo inatoa madini yanaitwa nickel na cobalt. Hizo fedha zingekuwa zinabaki ndani ya nchi, zingeajiri vijana wenu. Leo zinatolewa kwenda kuagiza chuma nje. Vijana wamesoma walimu, hawana kazi ya kufanya. Nasema uongo? Nasema uongo? Kwa sababu tuna serikali
imeshindwa uwezo wa kubadilisha nchi. Hata tukiwapa miaka 1000 hawezi kuendelea. Nimepita barabara ya Naka, ni mashimo tupu. Miaka 63 baada ya uhuru. Tunataka tubadilishe nchi. Tunataka nchi ibadilike bana. Tubadilishe nchi, tuwabadilishie maisha. Inawezekana. Rasilimali tunazo, inawezekana kubadilisha maisha yetu. CCM imetuongoza kwa miaka 60, imeshindwa. Mwalimu Nyerere alisema hivi, mtu mwenye akili akikwambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau.